Makole ya 2015 sio Makole ya 2025. Kuanzia miundombinu ya afya, elimu, uwezeshaji kwa wafanyabiashara, fursa za kiuchumi na mengine mengi yamesemwa na wakazi wa kata ya Makole. Napenda kushukuru uongozi wa kata ikiwa chini ya diwani kwa kufanya maendeleo mengi sana katika mtaa wetu wa Makole, kama inavyojionyesha mazingira, barabara za lami, dispensari ya Makole hapo. Tukiangalia stendi hii ya Chamwino ilisuasua kwa kipindi kirefu, lakini diwani amepambana kwa kiasi kikubwa. Maendeleo yaliyopatikana katika miaka mitano imeenemesha Makole kwa fursa mbalimbali. Nguvu iliyofanyika chini ya diwani wa kata ya Makole, Mheshimiwa Omari akishirikiana na mbunge wa jimbo la Dodoma mjini na waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, wakimwakilisha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akizungumza mapema leo, akiendelea kuhamasisha wananchi wa kata ya Makole kuendelea kujitokeza kujiandikisha ili wananchi wapate haki ya kuwachagua viongozi, Mheshimiwa Omari amesema ni haki kwa kila mwananchi kumchagua kiongozi amtakaye. Asante. Kwanza nashukuru sana kwa uitikio wa watu ambao wanajitokeza kwa ajili ya uandikishaji katika daftari la mpiga kura. Na kama rais alivyotoka kusisitiza, tunawahamasisha hasa wananchi ambao wapo katika kata zetu na maeneo mbalimbali kuona kwamba namna gani wanaweza wakaja kujiandikisha na kuambia nini maana ya kujiandikisha, kwa sababu ili uweze kumchagua kiongozi unayomtaka ni lazima uandikishe, uweze kupiga kura, na ili uweze kupiga kura ni lazima uwe katika daftari la kudumu la mpiga kura. Kwa hiyo tunawahamasisha watu watambue wajibu wao kikatiba katika nyanja ya kumchagua kiongozi ambaye wanamtaka kwa wakati huo. Hauwezi kukaa pembeni na ukaanza kusema kwamba kwa nini huyu rais 1 2 3, kwa nini huyu mbunge 1 2 3, kwa nini huyu diwani 1 2 3, kwa sababu wewe haujaja kujiandikisha. Sasa ni vyema na inakuwa busara wewe ukija kujiandikisha ili uweze kumchagua kiongozi ambaye anaweza kukuletea maendeleo katika kata yako, akakuletea maendeleo katika jimbo lako, na akakuletea maendeleo katika taifa lako la Tanzania. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Omari amesema yapo mengi yaliyofanyika katika kata ya Makole, akimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuibadilisha kata hiyo. Kwanza kwa kipekee kabisa nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini nitakuwa mchoro wa fadhila pia nisipomshukuru Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Dodoma mjini Anthony Peter Mavunde, ambaye amekuwa kielelezo na kichocheo nambari 1 kabisa katika kuleta maendeleo. Sasa katika kata yangu mimi kama mwakilishi wa upande wa diwani nikishirikiana na Mheshimiwa mbunge tumeleta maendeleo mengi sana katika kata yetu hii ya Makole. Tumeweza kujenga mashule, kukarabati vituo vya afya, kujenga barabara, miundombinu ya mitaro ya maji na kadhalika, na mambo mengi ya maendeleo ambayo yanapatikana katika kata yetu hii ya Makole. Tumefungua masoko, tumehakikisha kwamba tunasimamia mikopo kwa vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kwa Makole tunatakiwa tumlipe fadhila kubwa sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini na mbunge pia. Mabadiliko haya yamewagusa wananchi wa kata ya Makole na kushukuru uongozi wa kata, ofisi ya mbunge na serikali ya awamu ya 6 kwa kuendelea kuleta maendeleo katika kata ya Makole na kuomba kuendelea kutatuliwa baadhi ya changamoto zinazowakabili. Mimi naitwa Rami Ramsey, Ngasa TV. Kwa majina naitwa Ani Obedi Ngaya, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Makole. Basi napenda kumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Nadhani Makole iliyopo miaka 5 iliyopita na sasa hivi Makole ya zamani, Makole sasa hivi eneo zima ni lami. Nadhani wewe kwa ndugu mwandishi unajionea Makole ilivyo. Na jitihada hizi zinafanywa na Mheshimiwa wetu diwani na Mheshimiwa mbunge ambao ni wawakilishi wa Mheshimiwa Rais. Wanachukua matatizo yetu hapa wanapeleka huko mbele. Lakini jingine katika shule, katika kata yetu ya Makole tuna jengo letu la gorofa. Nadhani mmeona katika kushinda kata zote zilizopo Dodoma mjini, sisi tumepata fursa ya ujenzi wa madarasa 8 ya gorofa na ofisi 4. Hizo zote ni jitihada za Mheshimiwa wetu mbunge na Mheshimiwa wetu diwani Omari Haji. Mheshimiwa diwani tunaishi naye vizuri. Kwa sisi wafanya biashara, kiukweli tukiona changamoto anatusaidia. Naweza nikamzungumzia ni mtu wa pekee, kwa sababu
Mnapoangalia changamoto zinatokea nyingi hapa, hususan mauaji, anakuwa mstari wa mbele kuja kusimama kidete. Asilimia kubwa soko la Decenter Makole lina watu wageni. Wale wageni wakipata changamoto anasimama na kisha changamoto kazimaliza. Changamoto zipi? Msiba, kuna watu wanakufa. Sasa kuna watu wanaishi mabandani, unaweza kukuta mtu kafa lakini anasimama kidete kuhakikisha mtu paka mtambue, ajue anakaa wapi, anafanyaje, paka kamsafirisha kule anapoenda. Kiukweli yuko vizuri.